Kwa jina naitwa Dan. Nimetokea katika pwani ya Rumonge pale. Naitwa Dada Bonge au Bonge Product. Asante. Ingekuwa mara mbili kila nchi ingekuwa vizuri. Au mara mbili tuseme mwaka huu tunafanya hapa na sehemu nyingine kwa mwaka. Kwa mara mbili itakuwa vizuri. Kwa sababu pia na mzunguko kama hivi tumeanza leo hapa tumefanya leo. Mpaka tena hivi tupite miaka 8. Sasa hivi nchi nyingi zinaingia. Mwanzo ilikuwa nchi 3, sasa hivi ni nchi 8. Kwa hiyo mpaka ipite miaka 8 sisi tutakuwa vikongwe. Audio Jungle. Ndugu na marafiki mnaofuatilia vipindi vyetu vinavyopita hapa kwenye chaneli yetu Ubuntu TV, karibu tuweze kuwatembeza katika hii huduma ya biashara zinazotoka kwa nchi mbalimbali East Africa, yani Afrika ya Mashariki. Tuko na mmoja hapa alitoka Burundi, atueleze majina yake na atueleze safari yake vile ilivyo na kazi yake ya kuuza imekuwaje. Karibu sana ndugu. Kwa jina naitwa Dan. Nimetokea katika pwani ya Rumonge pale. Pwani yangu kama mnavyoiona katika scriptures ya vitu vya thamani. Na safari ilikuwa nzuri kwa sababu maonyesho haya ya Jua Kali Mtukasi yamekuwa yakifana kwa muda mrefu sana. Mara nyingi maonyesho haya ya 25 hayajawa mazuri zaidi kwa sababu tumebile kufika mahali hapa, lakini si mbali, changamoto tumezikuta. Lakini wageni tumewaona na biashara inaenda vizuri kidogo, chini ya 50%, kama 20% hivi, kwa sababu wameweka sehemu ambayo ni VIP, na sisi biashara zetu ni za watu wa chini, kwa hiyo itakiwa iwepo sehemu kidogo ya kawaida. Sawa. Kwa hiyo haujaweza kuuza? Nimeuza kidogo, na ndio maana nimesema katika 20%. Ina maana haujafurahishwa na biashara zenyewe? Kwa sababu mzigo wetu kidogo unakawia. Ingekuwaje ndio uweze kufurahia zaidi? Kama bidhaa hizi zingewekwa sehemu ambayo ni ya msongamano wa watu, sio kama sehemu za kubwa mbali. Kwa sababu watu wanaokuja hapa wanachukua basi mbili kuweza kufika mahali hapa, kwa hiyo wanachukua muda mrefu. Lakini ingekuwa ni sehemu kidogo nyuma ya mji, karibu na watu, ingekuwa zaidi. Uliwahi kuuza katika nchi zingine isipokuwa ni hapa Kenya? Kwa Sudan tumeuza. Kwa Uganda tumeuza vizuri sana. Na tulipokuwa tumeenda hata Tanzania tumeuza. Lakini hapa kwa sababu tumekuwa kidogo, tumekuwa sio sana. Uko tayari kwenda katika nchi zingine kuendelea na uuzaji wako? Ndio kazi tunazofanya. Hata mwishoni Disemba tutaenda Europe, tutakuwa pale. Kwa hiyo kazi yetu ni kutembeza biashara zetu. Kwa sababu wajasiriamali sisi wadogo, wakati tunafurahia sana kuingia kwenye maonyesho kama haya. Asante sana. Sawa, karibu tena. Bado tunaendelea na kipindi chetu tukihoji watu wale wametoka nchi mbalimbali wakija kuuza hapa Kenya kwa hili kongamano la nchi za Afrika Mashariki. Tuko na mama hapa, ajieleze majina yake kisha atueleze vile biashara imekuwa. Unaitwa nani mama? Naitwa Yasisa Francis. Kutoka wapi? Tanzania, Dar es Salaam. Za watoto wakubwa, wa baba, wa mama, na mapambo ya ndani, soft furnishing kama mito na vitu vya jikoni na vitu mbalimbali. Umeuza kwa hili kongamano? Umeuza kiasi, sio sana. Kidogo. Ukashukuru ama ikoje? Iko chini? Imekuwa chini? Iko chini kwa kweli. Lakini nadhani biashara ya hapa wengi wanataka materials. Sasa mimi nilikuwa natengeneza vitu, siuzi materials. Kwa hiyo ni watu wachache wanaokuja kununua ile ya kutumia nyumbani. Wengi ni wafanya biashara na wengine wanabadilishana huko, wanaenda kufanya biashara. Uuzaji kama huu kwa upande wako umefanya mara ngapi? Hii ndio ya kwanza ama ni ya mara kadhaa? Ya kwanza, nimefanya mara nyingi. Umezunguka nchi gani? Nimeshaenda Rwanda,
hapa pia tulienda Eldoret, tulishaenda Burundi na Tanzania tumefanya Mwanza hata Dar es Salaam. Ulipoenda kuuza Burundi kulinganisha na biashara ya leo, wapi umepata faida? Burundi nimeuza. Na nchi zingine ambazo umesema kama Rwanda uliuza pia ama ilikuwaje? Pia niliuza. Yaani safari sijui labda inawezekana ni kipindi labda, maana kila mtu analalamika kipindi kizuri. Kwa sababu hata nilishawahi kuja hapa, tulienda Eldoret, tuliuza vizuri sana. Ama kama saa hii leo mungetamani pia hili uuzaji kuje kuwa kama mikoani huko? Ndio. Yaani tulitamani tungerudi Eldoret, basi ilikuwa ni nzuri. Hapa labda kwa sababu wafanyabiashara ni wengi na wengi wanakuja kuchukua mali zetu kutoka Tanzania wanauza hapa mjini. Kwa hiyo vitu watu wameshavizoea hapa kuliko unapokuwa kule mkoani. Kuuza namna hii ni uuzaji ambao umeandaliwa kiserikali. Ungeonaje ingekuwa ni wewe unavuka mpaka kwa upande wako bila ushirikisho wa serikali? Kwa serikali kwa kweli tumepata unafuu sana. Tumesafirishiwa mizigo ukiwa peke yako, sasa kuna usumbufu kidogo, sababu hata kwenye mipaka ikiwa mmoja wanasumbua kidogo, lakini kama mko wengi na wanajua mnaenda exhibition haisumbui. Kwa hiyo ungetamani ikuwe kama mara ngapi kwa mwaka? Ingekuwa mara 2 kila nchi ingekuwa vizuri. Au mara 2 tuseme mwaka huu tunafanya hapa na sehemu nyingine kwa mwaka. Kwa mara 2 itakuwa vizuri. Kwa sababu pia na mzunguko kama hivi tumeanza leo hapa tumefanya leo. Mpaka tena hivi tupite miaka 8. Sasa hivi nchi nyingi zinaingia. Mwanzo ilikuwa nchi 3, sasa hivi ni nchi 8. Kwa hiyo mpaka ipite miaka 8 sisi tutakuwa vikongwe. Kweli. Unaonaje upokeaji, mmepokelewa vipi mkija kuuza kwa wakati huu? Pata shida na tuko kama nyumbani. Kwa hiyo bado majirani tu ni mandugu. Majirani huko vizuri tu kwa kweli. Asante sana mama. Asante, karibu sana. Bado tunaendelea na kipindi chetu tukiwahoji wale wafanyabiashara wamekuja kuuza hapa nchini Kenya. Hebu watuambie moja kwa moja biashara imekuwaje kutoka wametoka huko Tanzania hadi hapa Kenya. Karibu sana mama, uanze ujieleze kwanza majina yako. Unaitwa nani? Jina langu naitwa Frida Mgebuso. Jina la biashara najulikana kama Bonge Product. Bonge Product. Yenyewe ni bonge. Ni bonge. Umekula kula? Uniona? Ni narinda brand, sina mbaya. Mtazama mwili wangu na jina langu vinafanana. Asante sana. Asante. Hii biashara imekupelekaje? Kupitia maonyesho haya ya TT5 nimejifunza vitu vingi kupitia maonyesho haya hapa nchini Kenya. Mimi kama Mtanzania kwangu ni first time kukaa hapa, lakini nimejifunza vitu vingi, kwani nimeona wajasiriamali wengi wadogo kwa wakubwa wameweza kushiriki maonyesho haya, lakini pia watu kutoka nchi tofauti tofauti wamekuja kujifunza vitu ambavyo wameleta bidhaa tofauti na zile ambazo tumezizoea nchini Kenya. Kwangu mimi limekuwa kama funzo, lakini pia nimeona kujifunza kupitia package. Mimi nazalisha mafuta, sabuni, batiki, lakini mimi nafundisha ujasiriamali. Kwa kupitia ujasiriamali na ufanya, nimeona kuna watu wanafanya vizuri kuliko mimi na nimetamani kujifunza kupitia wao. Maonyesho yanatupa challenge tofauti, lakini zaidi ni kujifunza. Tunakuja sio kuuza tu, tunakuja pia kujifunza. Mimi binafsi nimependezwa sana na maonyesho haya na ninatamani kushiriki maonyesho mengine kwenye nchi nyingine ili niweze kuelewa zaidi na kujua zaidi, kupanua biashara yangu.
Leo nipo Kenya, kesho natamani niwe Burundi, natamani niwe kwingine ili nikuze matawi ya biashara yangu. Ina maana wewe ni mara yako ya kwanza kutoka Tanzania ukienda nchi nyingine maonyesho ya kuuza? Ndio mara yangu ya kwanza, yani kwangu mimi binafsi ni mara ya kwanza kushiriki maonyesho haya. Kwa hiyo nyinyi wakati mnahesabu 25, mimi nahesabu best kwa sababu ni mara ya kwanza kukanyaga maonyesho ya Na leo umeuza? Namshukuru Mungu nimeuza, sio mbaya. Tunamshukuru Mungu kwa sababu hata ningekuwa dukani nisingeuza kama nilivyouza hapa. Kweli? Namshukuru Mungu kwa hiki nilichokipata. Vizuri sana. Kisha watu wa nchi zingine wakaribie Tanzania. Mimi napatikana mkoa wa Mwanza, jirani kabisa na kwenu Burundi. Kwa hiyo tunauziwa vimoja ziwa Victoria pale, kuna samaki wa kutosha. Wakaribie sana wa Burundi wote mje tule samaki. Asante. Na mafuta hii umesema unafanya uzalishaji wa material gani hizi? Haya ni mafuta. Bahati nzuri Rwanda na Burundi na wanafunzi nimeshafundisha mafuta haya. Mimi natengeneza mafuta ya mwani, natengeneza na mafuta ya natural. Mafuta ambayo ni mafuta tiba kwa ajili ya ngozi. Lakini natengeneza pia sabuni za mchele, micellar soap. Lakini natengeneza turmeric soap, natengeneza natural soap, lakini natengeneza seaweed soap. So, ninatengeneza sabuni zaidi ya aina 5 ambazo ni sabuni kwa ajili ya kutibu ngozi. Ina maana mchele si kula peke yake, hata mafuta ipo ama sabuni? Mchele nimetengeneza kwa sabuni tu. Yaani mchele hauishi kula. Baada ya kula kuna kazi zingine nafanya. Kazi ya mchele ni kulinda ngozi. Ndio kufa hivi. Jua ni kali. Unapotumia vitu vyenye kemikali ambavyo ina vitamini ambazo zinasaidia kukuza ngozi. Kwa ndo maana tukafika mbali tukaandaa sabuni ya mchele ili tuweze kuwasaidia watu waachane na zile kemikali kali, warudi kutumia vitu vya asili ambavyo vinatunza ngozi zao. Ina maana unatumia mchele ambao unalimwa Tanzania? Ndio, nalima mwenyewe. Unalima mwenyewe? Nalima mchele. Ukitaka hata tanibidi nakupa naye. Kweli? Karibuni sana Tanzania, tuna mchele. Mchele wetu inanukia sana. Yaani ukiupika hapa, kila mtu atasogea hapa kula mchele wetu. Inapendwa na inajulikana sana. Ukiuliza Bonge Products sabuni ya mchele, unaipata haraka sana. Nadhani the best Tanzania. Nafanya mimi. Uzalishaji wa mchele wako una kiwango gani na unauzaje? Mimi nazalisha mchele. Mchele huu upo katika grade 1, 2 na bei pia zinachanga. Lakini kwa hapa kwenye maonyesho ninao mchele ambao uko hapo kama unavyoona, ni mchele ambao ni grade 2. Minsi ambao unaweza mtu yote anaweza kununua price. Hapa Kenya tunauza 2,000 tu. Ni bei ndogo ambayo mtu yote anaweza kununua. Lakini mchele huo tunatengenezea masabuni za rice. So, hii namba ya kubaki yale ndogo, yale mchele ule tunafanyia kutengeneza kwa ajili ya sabuni. Kwa hiyo tuna upgrade, baada ya kuwa tumegrade then tunapata ule ambao tunatengeneza. Asante sana. Hii namba mwenye atataka mchele anaweza kukupigia nayo mpe mchele? Anaweza kunipigia, hata sabuni pia unataka kwa jumla, pata mafunzo ya entrepreneur natoa pia, unaweza nipigia +255 755 827832. Asante sana. Ukinitafuta pia mitandao ya kijamii napatikana. Kama gani? Facebook natumia Praxeda Mjabuso. Instagram natumia Bonge Products. Ukinitafuta TikTok natumia Bonge Soup. So unaweza kunipata kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia napatikana Mwanza. Mwanza ni karibu sana, mtu yote anaweza kufika. Kuja hapa ni gharama ndogo sana kwenye maonyesho. Sijaumia sana, lakini namshukuru Mungu. Na tunawakaribisha Wakenya pia wakaribu Tanzania. Enjoy pamoja na nchi yetu. Na biashara hii sasa utarudisha Tanzania ama utaweza kuangalia namna utaiacha huku? Bahati nzuri nimepata wakati hapa. Hii yote nitaacha hapa. Sina haraka. Nitakayobaki yote nitaacha hapa. Nishapata wakala wawili wanazigombania hizi, wanahitaji wachukue wanatuwazo wauze. Kwani nilikuwa na mara 5 ya hivi kama hivi hapa. Na nimeshauza. So itaenda. Na hakika nimeshapata
nimetanua wigo wa biashara yangu. Mwanzo nilikuwa nauza Tanzania, sasa nauza Kenya. Mimi kwangu naona kama bahati, kwa sababu sikutarajia hata siku moja kushiriki maonyesho haya. Nimekuwa nikijaribu kuomba na kuwa sipati, na mimi nimepata. So na nimepata tena wakala, ni kitu kizuri, ni jambo la kushukuru. Maonyesho haya wasio wanatusahau vijana, hasa sisi vijana ambao ni nguvu kazi, tushiriki maonyesho kwa wingi ili tupate kutangaza biashara na sisi. Wakala yule ambaye amempata, mtafanya naye kwa muda mrefu ama ni kuchukua hii peke yake? Yeye wakala niko tayari kusupply bidhaa zangu hapa. Na ni hapa na Burundi pia ninaye. Huwa anachukua bidhaa anapeleka Burundi, namtumia, anauza. So mimi kweli kama kijana kwangu imekuwa first time. Japo mwili nyumba, sauti kisoda, ila mimi ni kijana. Vijana wenzangu natamani waamke na wafanye kazi ili tuweze kupata nguvu ya pamoja ili tuweze kufika mbali. Asante sana kwa habari. Naitwa Dada Bonge au Bonge Product. Asante.